Lakini ndugu zangu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, uchaguzi mkuu ambao ndani yake tutachagua madiwani, wabunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka huu ni mwaka wa maamuzi. Sisi wote hapa ni mashahidi. Mimi nilipokuja hapa sasa nilikuwa nasubiri nikute hamna umeme. Nimekuta zahanati ya Mtima ina nini? Ina umeme. Lakini nimeangalia hizi nguzo nikaona zinaenda kwenye nyumba. Si ndio jamani? Za watu. Maana yake Mtima umeme umefanya nini? Umefika. Na watu wamepata. Najua kuna changamoto kwenye vitongoji, umeme haujafika. Ndio kazi yetu. Na mimi ninajua kwamba hapa kuna vitongoji jirani, lakini na maeneo mengine baadhi ya Ileje vitongoji vingine bado umeme haujafika. Lakini niwape habari njema. Mheshimiwa Rais ametupa bilioni 28 kupeleka umeme kwenye vitongoji ambavyo havijafikiwa na umeme ndani ya mkoa wa Songwe. Wakandarasi wameshafika, wapo wameshaanza kazi, na wengine wapo hapa Ileje wanapeleka kwenye maeneo mengine. Lengo ni kuhakikisha maeneo yote ya Watanzania wapate umeme na waone umeme sio burudani wala anasa. Umeme ni huduma. Haya mambo ya kuwa usiku tunapapasana hivi huko upande gani hakuna. Tunataka tuonane uso kwa uso, si ndio? Ndio mambo ambayo rais wetu anataka yawe. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, kazi hiyo inaendelea. Kwenye huduma nyingine, kwenye elimu wote ni mashahidi. Afya tumesimama hapa, uongo ukweli? Bado mna swali kwenye afya? Hakuna. Na tena mmeletewa mgonjwa, naona vijana wengi mtakuwa mnakuja kila siku hapa kutibiwa, uongo? Daktari aliyoletwa hapa anafanana na kuja kutibiwa, uongo ukweli? Si ndio? Si ndio? Wangapi wanasema ndio, wanyoshe mkono. Sasa vijana ole wenu tuwakute hapa kila siku mnasema tumbo mara mgongo. Tukigundua unadanganya tutaweka askari hapa. Si ndio? Kwa hiyo niwahakikishie serikali inafanya kazi kubwa, na kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na ninyi chagueni kwa busara. Achaneni na watu wataokuja kushawishi mambo ya uongo, mambo ya uchonganishi, mambo ya kugombanisha watu, na mambo ambayo hayaonyeshi dalili ya kutupeleka kule ambako tunataka kuelekea. Mwananchi anataka huduma bora, si ndio? Tunataka barabara bora, si ndio? Miaka 6 iliyopita tulikuwa tuna lami hapo juu. Kutoka Ileje mpaka pale Mpemba ilikuwa anasa, uongo? Leo unafanyaje? Si unateleza tu. Tena utafikiri na wewe huko tena hii barabara Dar es Salaam maeneo mengine hawana. Uongo kweli? Rais wetu anatupenda atupendi? Anatujali atujali? Anatuthamini atuthamini? Hiyo ndiyo kazi ya kuhudumia wananchi, na rais wetu anaifanya vizuri sana. Na mimi nimeanza kumuomba hivi atengeneze na kutenga muda aje weke jiwe la kuzindua kabisa hiyo barabara, kwa sababu sasa hivi tena ametupa fedha ya kutoka pale Isongole kwenda mpaka Isoko. Ametoa bilioni 70 na ushe. Si ndio? Unajua maana ya bilioni 70 na? Sasa kuna jamaa huwa wanakuja wanasema unajua huyu hakupendi. Hivi mtu anayekupenda na asiyekupenda dalili zake ni zipi? Asiyekupenda hakuhudumii. Kweli si kweli? Anayekupenda anakuhudumia. Sasa mwingine atakuja atakuchonganisha, alafu anakuacha wewe hapa na matatizo yako, yeye anakata mbuga. Anakuacha wewe na kilio, yeye anakata mbuga. Anatengeneza mtaji wa uongo juu yako. Mwalimu Nyerere alituasa, akasema ukiona mtu anakuja anakuambia habari ya uongo, alafu anajua kwamba anakudanganya, na baada ya kujua anakudanganya anaondoka akijua umemkubalia uongo wake, amekudharau, ameona wewe hamnazo. Sasa msikubali kudanganyika.
Sisi ni viongozi, tunaona mambo na kazi yetu ni kuwaambia ukweli. Sijiingize kwenye vikundi ambavyo vinataka kuchochea fujo kwenye nchi yetu, vikundi ambavyo vinachochea uhasama na uadui. Nchi yetu ni nchi ya amani, wote ni mashahidi. Si mnaona video zinazozunguka za nchi jirani hapa ambazo zinapigana? Mnaona maisha ya wale wananchi, mnaona wakina mama na watoto wanavyoteseka. Yale ndio maisha. Sisi nchi yetu imejijenga kwenye msingi wa amani na utulivu. Sisi wote ni wamoja. Mimi nimetoka huko Njombe, nimesema hapa mtima ni moyo, na nyinyi mmesema mtima ni nini? Maana yake hii nchi ni, na hata lugha zetu ni za Kibantu, ni zile zile, si ndio? Nikitoka hapa mimi na ubatizo tukiwa huko, hamna mtu anayejua mmoja katoka Ileje mwingine katoka Njombe, si ndio? Wote tunaonekana wamoja.